Hakuna anayejali kuhusu afya ya akili ya mwanaume mpaka pale mwanaume anapobadilika na kuwa mtu mwenye hasira zilizopindukia. Ngoja leo nikupe sababu ya kwa nini wanaume huwa hawashei changamoto zao na watu. Wanaume walio wengi huwa hawashei changamoto zao kwa watu kwa sababu wanajua hakuna mtu anayejali kuhusu yeye mwanaume anapitia nini. Mwanaume hata akipoteza kazi, anajua kabisa anatakiwa kupambana kutoka kwenye hii hali. Anatakiwa apambane apate kazi. Hakuna yeyote atakayekuja kumsaidia kutoka hapa. Mwanaume hata ikitokea amepoteza mke, hakuna anayejali kuhusu hilo. Hakuna anayewaza kwamba pengine na yeye anaumia kutokana na hicho kilichotokea kwenye maisha yake. Hakuna anayejali. Mwanaume hapati hata yule mtu wa kumpigia simu akamuuliza unaendeleaje. Hapati. Anavuka hiki kipindi akiwa peke yake. Hata kama mwanaume katokea akawa anashindwa kupata usingizi usiku kwa sababu ya stress alizonazo, anajua hakuna mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo inabidi akae na vile vitu ndani ya moyo wake kwa sababu anaelewa hakuna mtu wa kumsaidia, anatakiwa kupambana kutoka kwenye hii hali yeye mwenyewe. Wanaume wengi wamebadilika kuwa watu wenye hasira zilizopindukia kutokana na mambo mbalimbali ambayo wameyabeba ndani ya mioyo yao na wamekosa nafasi ya kuyatoa. Wanaume walio wengi wanapambana kimya kimya wakiwa na maumivu ndani ya mioyo yao, na jamii inaishia kumtazama mwanaume kama mtu mbaya zaidi. Jamii haiwezi ikakaa ikamdiskasi mwanaume kwa mazuri. Mwanaume anakataliwa kabisa na jamii nzima, na jamii haiamini kwamba mwanaume anaweza kupitia changamoto. Na ndio maana mimi leo hii ninapozungumzia changamoto ambazo wanaume wanapitia, watu wanatafsiri kama kitendo cha mimi kutaka sifa kwa wanaume. Yaani jamii haiamini kwamba mwanaume pia kuna changamoto anazopitia ambazo anahitaji msaada. Anahitaji at least mtu wa kuzungumza naye au asikie mtu akizungumza kuhusu kile kitu ambacho yeye amepitia. Wanaume walio wengi wanajisikia nafuu kwa namna hiyo. Lakini jamii ni vitu vigeni sana kuona eti wanaume nao wanapitia changamoto. Wanaume wanatafsiriwa kama watu wabaya zaidi. Na ndio maana hakuna anayejali kuhusu wanaume wanapitia nini. Kuna wanaume leo hii kwenye familia zao wamegeuka kuwa wanaume wakali kupindukia. Kila mtu anasema huyu mwanaume amekuwa mwanaume mbaya. Lakini ukifuatilia kiundani, huyu mwanaume kuna vitu anapambana navyo ndani ya moyo wake ambavyo amekosa mtu wa kumuelewa. Mwanaume anaweza kapoteza kazi, anarudi kwenye familia yake hana amani, amenyong'onyea, amekosa raha. Akifika nyumbani hapati nafasi ya mke kumuuliza mume wangu unapitia nini, at least akatoa yale ya moyoni. Matokeo yake anaishia kupewa lawama. Unarudi umenuna kwa nini? Kwa hiyo ukitoka huko wameshakukwaza hao wanawake zako, ndio unakuja unaninunia mimi ndani ya hii nyumba. Sijui nini. Mwanaume anajikuta anapata hukumu. Kwa hiyo anashindwa kutoa kile kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake. Wanaume walio wengi hawaishi na wake zao kirafiki kiasi kwamba siku akipoteza kazi mke anaweza kumsaidia kuendesha familia. Wanaume wameachiwa jukumu la kila kitu. Mwanaume anatakiwa alipe kodi, mwanaume anatakiwa ahudumie familia, mwanaume anatakiwa alipe bills mbalimbali. Kwa hiyo hata ikifika wakati mwanaume anapitia changamoto, anakosa nafasi ya kumwambia mke, pia anakosa mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo anatakiwa kupambana na hizi changamoto yeye mwenyewe ndani ya moyo wake. Kwa hiyo wanaume walio wengi walipitia hivi vipindi, alikuwa na struggle, anapambana, huku nyumbani anapewa lawama kwamba wewe una wanawake zako, sasa hivi sikuelewi, hueleweki, umebadilika, umefanya nini? Kwa hiyo mwanaume alikuwa na struggle na kile kitu ndani ya moyo wake. Imefika kipindi amejipambania, ameinuka, anakuwa na hasira kwa sababu ana chuki na huyu mwanamke. Hakumsaidia kipindi anapitia wakati mgumu. Wanaume walio wengi hawapati nafasi ya kukaa na wake zao at least wakaachilia yale yaliyo ndani ya moyo wao. Akamwambia mke, nimepoteza kazi. Mwanaume sasa hivi anaogopa. Anajua nikimwambia mke nimepoteza kazi, dharau zitaanza ndani ya hii nyumba. Oh, mimi ndio namlisha, hawezi chochote. Sasa hivi ni mwanaume suruali, sijui nini na nini. Na wanawake wengi sana wanapoanza kuleta dharau kwa waume zao kipindi wamepoteza, anatafuta sababu ya kujitetea kwenye jamii kwamba wewe huwezi ukajua. Unakuta mwanaume kipindi ana pesa alikuwa ni mtu wa wanawake, lakini sio wote. Sio wote, wengine walikuwa wanahudumia familia zao, wanafanya kila kitu, lakini ilipofika kipindi amepoteza kazi, mke kwa makusudi alianza kumdharau. Akaona huyu hana mchango wote kwenye maisha yangu, hana msaada wote kwenye maisha yangu. Mwanamke alisimamia jukumu kwa muda, alimsimanga sana mwanaume mpaka ndugu zake wakawa wanajua. Sasa hivi mwanaume hawezi kulipa ada ya watoto kikamilifu. Sasa hivi mwanaume haachi hela ya mboga nyumbani. Sasa hivi mwanaume sijui nini na nini. Sasa hivi mwanaume ni mtu wa kushinda amelala, hana kazi yoyote. Mwanaume anakosa yule mtu ambaye atamuelewa, kabeba at least madhaifu yake. Kwenye ndoa tumeambiwa tutabebeana madhaifu, lakini wanaume hawapati hiyo nafasi ya kubebewa madhaifu na wake zao. Mwanamke akipitia changamoto, mwanamke hata akinuna, mume anaweza akaja nyumbani akaanza kumuuliza, mke wangu kwa nini umenuna? Mbona leo umekuwa hivyo? Kuna shida gani?
Anatamani at least mke ajielezee kwamba mume wangu labda umenikwaza, mume wangu labda nimeona kimessage, mume wangu labda hivi na vile. Lakini wanaume hawapati hiyo nafasi. Akirudi yeye hayuko sawa nyumbani, mke hawezi akakaa chini akamuuliza. Na hata kama kuna kipindi mwanaume anapitia kipindi kigumu, hayuko tayari kufunguka kwa wakati huo. Mimi mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia hiki kitu. Kuna wakati mwanaume anapitia wakati mgumu kwenye maisha yake, wakati ambao hatamani kuukumbuka. Yaani yeye anatamani akirudi nyumbani at least ya relax tu, lile swala litoke kichwani mwake, apumzike. Sasa wewe ukianza kumuuliza kipindi hayuko tayari kushare na wewe, inakuwaga shida kwa mwanaume kushare na wewe. Atakwambia mimi naomba unipe nafasi kwanza, au mwingine atakwambia naomba uniache. Sasa wanaume walio wengi wakisema mke wangu naomba uniache, wanapokea reaction ya tofauti sana. Kwa hiyo unanidharau. Mimi ninapoongea na wewe naongea kwa mazuri, unaniona mimi amnazo. Kwa hiyo unaona mimi najipendekeza sana kwako. Kwa hiyo hivi na hivi. Kwa hiyo wanaume walio wengi wanajikuta wanakandamizwa wakirudi ndani ya nyumba zao. Wanaume walio wengi hawapati nafuu wakiwa kwenye familia zao. Mke hawezi kukaa katulia, hawezi kumpa nafasi mwanaume, kwa sababu wanawake tulio wengi hatujui kwamba wanaume wanadili na matatizo yao kwa namna tofauti. Wanaume wengi sana huwa hawapendi kukumbuka shida wanazozipitia. Yaani kuna wakati mwanaume anatamani tu apumzike, hilo swala liondoke kichwani mwake. Asiwe anaulizwa kila wakati, anatamani tu apumue. Kwa hiyo hata wewe unapomuuliza hatamani kulizungumzia kwa sababu hatamani kulikumbuka, linamuumiza. Kuna wakati mwanaume anaweza akawa free kujielezea kitu kwako, lakini mpe nafasi ya mwanaume kupoa yeye mwenyewe. Ifike wakati aamue kufunguka kwamba mke wangu, hapa unaponiona Mama Helen, Mama Lavu, Mama Catherine, mwenzako nimepoteza kazi. Mpe nafasi. Mwanaume kuna muda tu ataamua kushare hicho kitu na wewe. Na wakati mwingine mwanaume anakuja kushare kitu na wewe wakati amesha settle. Yaani anaona kabisa ameshapambana, sasa ameshavuka, ndio anakuambia mke wangu uliona zile siku kadhaa pale sikuwa sawa. Mwenzio nilipitia changamoto huko kazini. Mwenzako mambo hayakuwa mazuri. Sasa wanaume walio wengi wanapitia kwenye hicho kipindi, wanakandamizwa na wake zao, na hata wakivuka hawawezi tena kuwapa shuhuda wake zao kwamba mke wangu pale uliponiona ilikuwa 1 2 3, mwenzako nilikuwa napitia hiki. Hiyo nafasi wanaume walio wengi hawaipati. Matokeo yake wanaume wanabadilisha yale maumivu kuwa hasira. Kwa hiyo mwanaume anakuwa ni mtu anayewaka hasira sana kwa mke wake kwa sababu kwanza hana amani naye. Ukija kumfuatilia huyu mwanaume, kumbe mwaka uliopita au miaka 2 imepita aliwahi kupitia kipindi kigumu. Huyu mwanamke alikuwa anamnyanyasa kisaikolojia, hakuwa anamsaidia, hakuwa anajali kwamba mume wangu anapitia nini, hakuwa anakaa anajiweka kwa makini ili apate nafasi ya kujua ukweli. Yeye alikuwa anajaji, anatoa majibu yake, anahukumu, wewe muhuni, sijui sasa hivi una wanawake, sasa hivi sijui umebadilika, sasa hivi sikuelewi, unarudi nyumbani umenuna. Yaani matatizo yalikuwa ni mengi ndani ya nyumba. Wanaume walio wengi wana shida, wengi wanapitia matatizo kwenye jamii, wengi wanapitia shida, lakini watu hawaamini. Kiasi kwamba mtu ukitokea ukiwa unazungumzia vitu, mtu anataka kujaji like huyu mtu anatafuta sifa kutoka kwa wanaume. Kuna vitu vingine hebu wekeni kwenye akili zenu mfikirie. Mtu huwezi ukawa unazungumzia kitu usichokijua. Unapotoka kwenye jamii ukaanza kuzungumzia swala fulani na ukawa umejikita sana kuzungumzia huo upande, inabidi ifike mahali watu muelewe kwamba wanaume nao pia ni watu. Na wenyewe pia inatakiwa afya zao za akili tujali. Sio kwamba wao huwa hawapitii changamoto kwenye hizi ndoa, wanapitia changamoto nyingi tu sana. Na hata mimi ninaposema wanaume msisamee usaliti, watu wanaona kama mimi ni katili. Wanaume walio wengi walishasamee usaliti na sasa hivi wana hustle. Hivyo vitu vinawatesa kiakili, hawako sawa, kisaikolojia wanateseka. Mtu anakwambia mimi nikirudi nikimwangalia mke wangu alipokaa hasira zinanipanda. Kwa hiyo kitu unachopaswa kukijua mwanamke ni kwamba mwanaume akirundika maumivu ndani ya moyo wake na akakosa nafasi ya kuyatoa, kinachofanyika kwenye akili yake ni kwamba yale maumivu yanajibadilisha na zinakuwa hasira. Anakuwa ni mtu ambaye anakuwa na hasira always kwa sababu ana kisasi na wewe. Sijui kama unanielewa. Wanaume walio wengi wana maumivu. Kuna vitu wamevifanya kwenye maisha yao vinawafanya wajute. Hii namna ya mwanaume anavyomtazama mwanamke aliyemsaliti kisha hasira zinapanda. Ukae ukijua kwamba hicho kitu kinakuwa kinamtesa, hajahili, hajapona, kinamuumiza, bado anateseka. Ni kweli mnasema kwamba wanawake ndio wanaopitia ukatili mkubwa, wanawake ndio wanaopitia matatizo makubwa ya kisaikolojia na nini, lakini angalieni wanaume vitu wanavyovifanya. Wanaume ndio wanaongoza. Utasikia mwanaume ameua mke wake, utasikia mwanaume amejiua, utasikia mwanaume amenyonga watoto akanyonga na mke akajinyonga na yeye, sijui mwanaume alimwekea sumu sijui mke wake, mwanaume sijui alimkata shingo mke wake. Yaani inaonyesha kabisa wanaume wanakuwa na shida kubwa.
kwa sababu shida ile ya mwanaume inabadilika kuwa hasira, na ukae ukijua hakuna kitu kibaya kama hasira. Hasira ndio kitu ambacho kinafanyaga watu wanafanya maamuzi magumu na makubwa ambayo yanashangaza watu. Mtu anaweza kalala tu na mke wake, akawa anamwangalia, akagundua huyu mwanamke alinisaliti, ghafla tu anaweza kabadilisha mazingira, hapo ameshamkata shingo mke wake. Hasira. Na pengine hayo mambo yalishaisha, lakini yeye bado ndani ya moyo wake hayajaisha. Wanaume, najua huwa mnasamehe usaliti. Msikatae, mimi najua. Niko kwenye hii kazi na ninapokea kesi za wanaume wengi sana. Yaani hilo ndio inapaswa ufahamu kwamba mimi najua wanaume mlio wengi mmesamehe usaliti. Na wengi mnasamehe usaliti. Sasa kitu kinachowafanya nyinyi msihili kutoka kwenye hiyo trauma ya kusalitiwa na wake zenu ni kwa sababu wanawake zenu hawawapi nafasi ya kuhili. Kama wewe ni mwanamke unanisikiliza hapa, kuwa makini kidogo. Ukimsaliti mwanaume ni kitu kigumu sana kwake kusahau. Wewe mwanamke lazima ujue kabisa kwamba hakuna swala baya kwenye maisha yako kama kuisaliti ndoa yako au kumsaliti mume wako. Kwa hiyo ukishamsaliti mwanaume anakuwa anapitia maumivu makubwa sana, kihisia anakuwa ameumia mno kuliko unavyofikiria. Wanawake walio wengi wanachukuliaga hivi vitu mzaa kwamba kwa nini wanaume wao kirudishiwa anaumia sana? Mwanaume anaumia sana kwa sababu yeye amewekeza upendo kwako. Mwanamke, wewe hauna upendo kama alionao mwanaume. Yaani wewe usije kuona mwanaume wako akusifii, sijui akwambii mke wangu mzuri, hakwambii una shape, hakwambii nini, ila mume wako anakupenda na ndio maana alikuoa. Kwa hiyo ukimsaliti kama ukijua yeye ataumia zaidi kwa sababu yeye ndio amewekeza upendo mkubwa sana kwako. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kama mume wako amekusamehe usaliti, ninapozungumza na wewe hapa, nisikilize. Mpe nafasi huyo mwanaume ya kuheal. Wanawake mlio wengi sana huwa mnakatisha hii process kwa kuwafanyia manipulation waume zenu waache kuvizungumzia hivyo vitu. Mwanaume anaheal kwa namna ambayo kila siku anazungumzia hilo swala kwako. Na anapozungumzia kwako anataka kuyaona majuto yako. Unanielewa? Majuto unayomuonyesha mwanaume yale sasa ndio dawa kwake. Yaani hiyo ndio siwezi nikakuficha. Kwa hiyo wewe kama utakuwa unakatisha huo mchakato, utahaso maisha yako yote. Kama unataka utoke salama kwenye ego ya huyo mwanaume, tafadhali kuwa mnyenyekevu. Hata anapozungumza, mimi ulinisaliti, ulifanya hivi, jishushe, mwambie mume wangu samahani, najua nilikukosea. Usilalamike kuhusu kwa nini yeye analiongelea hilo swala mara kwa mara. Hiyo sio kazi yako. Wewe cha kufanya unatakiwa kumsaidia mume wako apone kwenye hiyo hali kwa sababu wewe ndio uliyeanzisha hayo yote. Mimi kwa nini mwanaume kila siku nalizungumzia hili? Mbona tulishasameana? Mbona yalishaisha? Kwa nini unayazungumzia? Anayazungumzia kwa sababu bado yanamtesa. Wanawake mlio wengi mnasamehewa usaliti na waume zenu halafu mnawapa na masharti. Yaani hapo wewe ndio uliyesaliti unampa na sharti. Mwanaume, mimi sitaki wewe unazungumzia kila siku. Hivi hamna mada nyingine? Kwa nini kila siku tunazungumzia haya? Pale sasa unakuwa unamkatili mwanaume. Sasa hasira zinazidi kupanda. Kwa hiyo anaona kwa hiyo mimi kumsamehe huyu nimekuwa mjinga. Kitu unachopaswa kukijua ni kwamba mwanaume anataka kupona kupitia majuto yako. Hilo ndio sitokudanganya. Yaani mtu asikudanganye. Mwanaume ukishamsaliti tu, majuto yako ndio yatamsaidia yeye kuhili. Kila anapozungumzia hilo jambo akaona wewe umeshuka. Kila anapolizungumzia hilo jambo wewe umeshuka, unaomba tu msamaha, mume wangu najua nimekosea, mume wangu hivi na hivi. Kuna kipindi tu kitafika, mwanaume sasa ataanza kujishikilia na yeye ataanza kujikaza. Atakapoona maisha yameenda vizuri, umekuwa ukinyenyekea, umekuwa ukimuomba msamaha, umekuwa ukionyesha majuto, yeye mwenyewe ataamua kwamba hili swala nisilizungumzie tena. Ujue naye mwanaume ni binadamu. Sio kwamba hilo swala atalizungumzia kwa maisha yake yote. Kuna kipindi tu kitafika ataamua kujitafakari, ataona ni kweli mke wangu amenikosea, lakini nikimtazama jinsi anavyojuta, jinsi anavyonyenyekea, jinsi anavyoomba msamaha, anaamua kuachilia. Hiyo ndio nakwambia. Lakini sijamaanisha kiachilia atasahau. Hicho kitu kwa mwanaume huwa hakifutiki kamwe. Kwa hiyo mimi najua wanaume zenu wamewasamehe usaliti, lakini kosa mnalolifanya ni kuwanyima nafasi ya kuhili kwa nyinyi kuwaonyesha majuto. Yaani kuna wanawake mimi nashindwa hata niwasaidie vipi. Nimekuwa nikipokea simu za wanaume wengi wanalalamika kwamba mimi mke wangu nimemfumania lakini yupo tu. Yaani haonyeshi majuto. Anakuwa like hakuna kilichotokea. Huwezi ukaishi hivyo na mwanaume, ndugu yangu. Ukishamkosea inabidi tu uonyeshe majuto. Yaani hata angeongea hicho kitu mwaka mzima, utajua wewe kila siku muonyeshe majuto. Na mwanaume anaongeaga vile maksudi kwa sababu anataka majuto yako. Aone wewe unalichukulia uzito gani hilo swala ulilolifanya.
Anatafuta, je, kweli huyu amejua kosa lake? Sasa unapoanza kuwa mkali, kwa nini kila siku nazungumzia hili? Mimi bora nife kuliko wewe kila siku kuendelea kuzungumzia hili. Kama ndio hivyo bora tuachane tu. Kama umeshindwa. Ndio maana wanaume walio wengi wanaishia kuwa na hasira zilizopindukia. Kwa hiyo nisikufiche, kuna kipindi mume wako akirudi, anakuangalia pale kwenye kiti ulipokaa pale, hasira zinampanda zinafika hapa. Hata ukifika ndani umeenda kulala naye, ukisema sijui nini, hataki hata kukugusa na hasira. Anakumbuka kile kitendo ambacho ulikifanya kwa sababu kumuonyesha kama umejuta. Mimi najua wanaume mnasamehe. Huu ujumbe ukiupata, mtumie mke wako aelewe. Wanawake, eleweni kwamba wanaume wana hili kupitia majuto ambayo wewe unayaonyesha. Ndio maana mwanaume analiongelea hilo swala mara kwa mara. Mke wangu, kitu ulichokifanya. Kwa hiyo na wewe ulikuwa unaenda kwa yule mwanaume inakuwa hivi na hivi. Kwa hiyo hichi unachokifanya kwangu ulikuwa unakifanya na kwa huyo mwanaume. Wewe toa tu ushirikiano ndugu yangu, uliyatafuta mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi umeyakanyaga, uliyakoroga sasa hivi yanywe mwenyewe. Jibu tu maswali ya huyo baba wa watu, jibu. Tena usijibu kwanza kwa jeuri. Mwambie baba, nisamee kweli mume wangu nilikosea. Naomba haya mambo yaishi. Kama ataamua kukaa wiki akakumbushia tena, mume wangu najua nilikosea, naomba unisamee. Nyenyekea tu, jishushe, onyesha majuto kwa mume wako. Na wala usimfanyie manipulation ili yeye akusamee haraka. Usifanye hivi. Mimi kama utaendelea kuliongelea hili kila siku, bora mimi nife, bora ninywe sumu nife, kama umeshinda kunisamee, bora tuachane, sijui nini na nini, ningejua kama ndio yatakuwa haya. Achana na hivyo vitu. Hiyo sio nafasi yako. Elewa, mpaka mwanaume akakusamehe wewe kosa la usaliti, anakupenda kuliko unavyofikiria. Hiyo ndio sikufichi. Mwanamke, ukiona mwanaume ameamua kufumba hilo kosa la usaliti, elewa kwamba huyo mwanaume anakupenda kuliko unavyofikiria. Wanaume hawasamehe usaliti. Kila siku huwa nawaambia hapa. Na hata kama akisamehe, ndio hivyo huwa asahau. Na hicho kipindi ambacho atakuwa na kukumbusha manake bado hajahili, ndio maana analizungumzia hilo swala. Ni ngumu sana mwanaume picha ile kuondoka kichwani kwamba eti wewe mke wake ulienda ukavua nguo mbele ya mwanaume mwingine. Hicho kitu ni kigumu kwake kumuondoka. Bado atakikumbuka tu kila wakati. Kila akikaa atakuwa anakumbuka kwamba mke wangu alinisaliti. Hawezi kusahau. Kwa hiyo achana na hivyo vitu. Elewa tu kwamba mume wangu ananipenda ndio maana alinisamehe. Kwa hiyo ukishajua tu kwamba alinisamehe kwa sababu ananipenda, najua na wewe utafanya kitu kumuonyesha kwamba nimejuta kwa hili nililolifanya. Kwa hiyo wewe nyenyekea. Onyesha majuto. Sijui kama unanielewa. Wanaume walio wengi wanabadilika kuwa watu wenye hasira zilizopindukia kutokana na maumivu wanayoweka ndani ya mioyo yao. Hiyo kaa ukifahamu. Na naomba niwaambie tu kweli. Wanaume wanapitia mengi sana, lakini walio wengi hawasemi wamepitia nini. Lakini wanaume wanapitia yale yote ambayo unaona wewe mwanamke unayapitia, naye mwanaume anayapitia. Sijui kuwa na mtu anayekudharau, sijui kuwa na mwanaume anayeongea na simu na mwanamke mwingine, sijui kusalitiwa waziwazi. Wanapitia vizuri tu, ila hawawezi kusema. Mwanaume anaweza katoka hapa hadharani aseme mimi mke wangu alikuwa anaongea kwenye simu na mwanaume mwingine mbele yangu? Hawezi. Anaona huo ataonekana dhaifu, kwa nini alivumilia hicho kitu. Ila wanapitia vizuri kabisa. Kwa hiyo naomba jamii ielewe kwamba wanaume nao pia wanapitia matatizo. Afya ya akili ya wanaume pia ni muhimu kuizingatia. Mtu anapojitokeza kuongelea upande fulani, msishambulie kwamba huyu anatafuta sifa kwa wanaume. No, haiko hivyo. Wanaume wanapitia shida. Sio kwamba mtu unatafuta sifa, unaongelea uhalisia wa maisha. Na watu mnachukia sana kuona uhalisia huu unajitokeza kwa sababu ilikuwa ni siri. Wanawake ndio tumejia tukiteteana, lakini walio wengi wanatetea mpaka watu ambao wao ndio matatizo kwenye ndoa zao. Yaani usipokuwa makini utajikuta unamtetea mwanamke kwa kuyaona machozi yake, lakini ungekata ukausikiliza upande wa pili, kuna kitu ungepata. Sema kwa kuwa jamii sasa imeshajijengea kumuona mwanaume kama mtu mbaya, pia unaweza usiamini hata mwanaume akikwambia kitu. Wanaume walio wengi hawasemi kwa sababu wanajua hakuna anayejali. Na wakati mwingine mtu anaweza kajali akasikiliza, lakini maelezo akiyasikia anasema hakunaga mwanaume wa hivi. Ndio maana mimi nikisemaga wanaume wapo wanaosamea usaliti, mwingine anakuambia wanaume hatusamei, lakini wanasamea. Tena ni rundo wengi. Wengine mpaka wamezaliwa na watoto wa nje wanasamea. Ila jamii hicho kitu haifahamu. Kwa hiyo wanaume wengi ndio maana wamechagua kuwa watu wakufa na shida zao, kwa sababu hakuna anayejali kuhusu yeye anapitia nini. Kwa hiyo wapendwa, ndugu zangu, tuwe makini sana. Mwanamke,
Ukiona mwanaume wako anarudi nyumbani ana hali ambayo hujazoea kumuona nayo, usijipatie majibu kichwani mwako. Hili nimekuwa nikiwaambia kila siku. Akikwambia mke wangu naomba uniache kwa sasa, mpe nafasi. Sio lazima ulazimishe kuzungumza naye kipindi yeye hayuko tayari. Mwanaume wewe naye ni mtu mzima, ana akili timamu. Acha kufikiria masuala ya wanawake kila wakati. Kwa hiyo unaamini kwamba mwanaume wako anaweza katoka amechanganyikiwa na mchepuko akaja nyumbani kwako amenuna? Haiwezekani. Wengi wanakuwa na shida tu nyingine anapitia, aidha mambo yake yameenda vibaya, amepoteza kazi, siku hiyo ameingia hasara huko kazini, na wewe unafika nyumbani unaanza kumchanganya. Hivi mimi huaga nawazaga sana. Unaanza tu kuwaka, unaongea maneno, we mwanaume ni muuni, sijui nini na nini. Vipi kama kiuhalisia haiko hivyo? Utajisikiaje ukija kupata ukweli? Wanawake, punguzeni kiherehere. Mara nyingi mimi nawaambiaga, kitu kinachotutesa sisi ni kiherehere na kujipatia majibu kwenye maswali ambayo watu hawajatujibu sisi. Ndio maana mwanaume akiona umenuna hawezi kujipatia jibu, yeye anakuuliza, mke wangu unapitia kuna nini? Mbona leo hauko sawa? Hata mkasalimiana sipojali sana atakuuliza, uko sawa kweli? Akiona unasalimia umenuna atakuuliza, uko sawa kweli? Wakati mwingine akiona unasema ndio, huku umenuna anakuacha. Wengine huwa anakuacha kwa sababu anakujua wewe ni mtu wa hivyo. Unakaa kama mwezi mchanga, siku nyingine unaweza kaamua tu kujinunia. Kwa hiyo anakujua, unakuta ameshakujua kwamba huyu siku nyingine akiamua anajinunishaga bila sababu. Akikuuliza uko sawa, ukasema niko sawa, mwanaume anajinyamazia kimya. Nunaga hapo hapo, yakiisha utaongea. Tengenezeni ukaribu na waume zenu. Mimi hiki kitu nimekuwa nikishauri kila siku. Wanaume sio maadui. Mwanaume ni binadamu kama wewe. Kaa karibu na mume wako, akipitia changamoto at least awe ana mtu wa kumwambia. Wewe mke wake uwe shabiki yake namba 1. Awe mtu wa kwanza ambaye anajua kabisa nikipata shida naweza nikaenda kumuelekeza partner wangu. Maana ya kuanzisha familia watu wawili manake tusaidiane. Mwanaume anafanya majukumu ya kuleta uchumi na maendeleo kwenye familia. Mimi mwanamke nitakuwa namsaidia mume wangu pale inapobidi. Kama ni kihisia, kama ni kuleta maendeleo pia kwa kushirikiana, kama ni kufanya nini, mimi mwanamke niko hapo kwa ajili hiyo. Umefika pale, unaona mume wako hayuko vizuri, kaa ukijua kwamba wewe ni msaidizi, unamsaidia kihisia pia akipitia changamoto. Na ndio maana hata yeye, sio kwamba hiyo ni kazi yako peke yako, hata wewe ukipitia kitu, mume wako anakuuliza, mke wangu mbona leo umenuna, kulikoni mwenzetu? Atakuuliza kwa sababu anajali. Ni vile tu wanaume huwa hawafanyi kama anavyofanya mwanamke. Wanaume huwa hawaonyeshi ile ya kwamba wanakea sana, lakini maswali ya mwanaume huwa makini sana. Mwanaume akikuuliza swali kwamba mbona leo umenuna mwenzetu kulikoni, amejali kuona wewe hauko sawa. Kwa nini wewe usijali? Ukiona tu amekwambia mimi naomba uniache kwa sasa hivi siko sawa, unataka ulazimishe. Akili ya mwanaume sio sawa na ya kwako mwanamke. Wewe unavodili na matatizo yako wewe kama mwanamke ni tofauti na mwanaume anavodili na matatizo yake. Wewe matatizo yako unapenda umwambie mtu haraka, lakini wanaume walio wengi wanapenda kutoa matatizo yao kiwa wamesha seto. Nakwambia ukweli. Mwanamke, nakwambia ukweli. Wanaume walio wengi anapenda kusema tatizo lake akiwa amesha seto. Mimi nimekaa kwenye hii kazi ya ushauri na kuhakikishia wanaume walio wengi wanatoa visa vyao baada ya kuwa wamevuka kwenye hizo hali. Sijui unanielewa? Yaani mimi wanaume wanaonifuata kwamba ananiomba nimsaidie atatoka vipi pale ni wachache. Walio wengi atakutafuta atakwambia dada, miezi kadhaa nilikuwa napitia 1, 2, 3. Kwa hiyo nilikuwa napita kwenye peji yako najifunza naangalia vitu mbalimbali hivi na hivi vikanisaidia tu hivyo vitu nikajitoa kwenye hiyo situation. Kwa hiyo dada yangu leo nakupa kama ushuhuda. Mimi mwenzako, mimi kaka yako nilikuwa napitia hali 1, 2, 3. Wanaume walio wengi huwa wanazungumza kitu wakiwa wamesha kiseto. Ndio tabia ya wanaume. Sasa wewe unalazimisha kwambie kabla hajaseto, haiwezekani. Wanaume walio wengi anataka kuambia changamoto, yani aje akwambie kitu akiwa amesha kiseto kimeisha. Kwa hiyo mwanamke acha kulazimisha vitu ambavyo havipo. Mwanaume wako akikwambia mke wangu nipe muda, mpe muda. Wanaume walio wengi wamebadilika, wamekuwa ni watu wenye hasira zilizopindukia kwa sababu ya maumivu. Wana maumivu ndani ya mioyo yao. Mwanamke, kaa karibu na mume wako, mweke mume wako kuwa rafiki yako, zungumza na mume wako, akiomba nafasi mpe. Huyo ni mtu mzima. Hawezi kuja nyumbani akiwa na stress za mwanamke kama unavyosema. Tumia akili vitu vingine. Acheni kutumia mihemko kwenye vitu. Hawa wanaume nao ni watu wanapitia vitu vingi sana. Na ukumbuke huyo mwanaume ni mtu ambaye amejitwika mzigo mzito sana wa majukumu kwenye hiyo familia. Anahudumia watoto, analipia ada, analipa bills mbalimbali, anafanya nini? Wazazi wako wanamtegemea, wakwake wanamtegemea, maisha yake binafsi, maendeleo yake, kila kitu amekibeba mtu mmoja. Unataka mwenzako awe na vichwa vingapi? Mwanaume akipata matatizo kichwa kinapata moto kabisa kabisa kabisa.
Na mwanaume akiona kuna jambo linampatisha moto kabisa kabisa, huwa hatamani kulijadili. Muhurumie mume wako. Elewa kwamba hawa wanaume wana mambo mengi sana ambayo wanayafanya. At least wakati mwingine jifunze kumtazama mwanaume kama binadamu mwenzako. Achilia mbali hayo mambo ambayo huwa mnayajaji kwamba wanaume ni watu wabaya, wanaume sijui ni. Achana na hivyo vitu. Muangalie wewe mume wako kama mume wako. Ishi naye kama vile yeye anaishi na wewe. Mnaishi vizuri, umemwona mwenzako ana changamoto hayuko sawa, muulize. Nipe nafasi, mwachie nafasi. Acha kujaji vitu ambavyo huvijui. Ila wanaume walio wengi sana wanapitia changamoto ambazo hawawezi kushare au hawajapata nafasi za kushare. Ndio maana wanabadilika kuwa watu wenye hasira. Kwa hiyo na wewe dada, unakuta ulikuwa unaishi na mume wako, alikuwa mtu mzuri, sasa hivi amekuwa mtu mwenye hasira. Fuatilia. Kuna kitu hakiko sawa kwa mume wako. Kuna wakati alipitia kitu wewe ulimtendea vitu vibaya. Kuna wakati alipitia maumivu ya kihisia, aliteseka nayo yeye peke yake. Alipoteza kazi, maisha yake yalitetereka huko kazini, biashara zilishuka, alipoteza pesa, wewe hujui mpaka leo. Unalala naye na kuamka naye, lakini mwenzako alishakuwekea kinyongo kikali sana moyoni mwake. Ndio maana sasa hivi ukiongea tu kitu kidogo ana panic. Sijui mimi hela, wewe unaomba tu hela, hujui hata matumizi ya pesa, hujui hata pesa zinatafutweje. Unaanza kusema mume wangu amebadilika. Zamani ilikuwa nikiomba tu pesa anatoa. Sasa hivi anafoka. Anafoka kwa sababu kipindi anapitia changamoto ulishindwa kujali. Kwa hiyo anaona leo hii unataka tu hela zilizotafutwa. Mbona nikiwa na changamoto mwenzangu haunisaidii? Na wanaume wana ego sana. Wana ego vibaya mno. Yaani mwanaume anawaza, huyu mwanamke ambaye alikuwa anashindwa hata kuniuliza mume wangu unapitia nini, kwa hiyo leo nikae nianze kujieleza. Yaani kuna sometime mwanaume anaona kama vile nikikaa kwa huyu mwanamke nikaanza kujielezea like mke wangu niliwahi kupitia 1 2 3, anaona mbona kama nitakuwa najicholesha yani. Inakueje hii? Yaani naanzaje kumwambia mtu ambaye hajaniuliza? Mwanaume ana hiyo ego, anaanza kuona yani mimi nianze kujieleza kwa huyu wakati inaonekana kama tu najicholesha. Mbona yeye hakujali? Mbona yeye hakuuliza? Hapo ndio wanaume wengi wanarudi nyuma. Kwa hiyo unaweza kukuta hilo tatizo lilipitia na wewe hujui mpaka leo hii, ila alipitia shida. Na kilichofanya asikwambie ni kwa sababu ya ego alionayo. Kwanza aliwaza, yani mimi nikae nianze kumwambia huyu kwamba nilipitia hivi na hivi. Anaamua cool down yeye mwenyewe kwamba yalishapita, acha niendelee na maisha. Ndio pale unaenda baba nanilia, nimekiona sijui kiatu, sijui naomba pesa ya kusuka, mwanaume anaanza kuwa mkali. Wewe kila wakati tu unataka hela ya kusukia. Wewe kila wakati tu unataka hela ya nguo. Wewe sijui ni, unaanza kusema mume wangu hakuwa hivi. Sasa hivi nikimwomba hata hela tu anakuwa mkali. Anakuwa mkali kwa sababu alipokuwa anapitia changamoto kiuchumi kumsaidia. Na hujui hilo swala. Kaa chini, tengeneza na mume wako, utakuja kunishukuru. Wanaume walio wengi wamenielewa ninachokisema. Kwa hiyo wewe kama mwanamke unapendeka kubishia kila kitu, shauri yako. Endelea kukaza hiyo shingo yako. Ila mimi nakwambia ukweli. Tabia ya mume wako sasa hivi kukufokea kila ukiomba pesa haijaanza tu ghafla. Mume wako alikuwa ni mtoaji mzuri tu, ukiomba pesa anakupa tu. Sasa hivi anakufokea sana. Fuatilia kwa nini anakufokea. Na sio kwamba wewe una matumizi mabaya ya pesa kweli. Ila tu ni zile pesa ambazo ni kawaida, hata siku nyingine ulikuwa unaomba, ila sasa hivi anakufokea. Ukiomba anafoka, anakuwa mkali kwa sababu kuna kipindi alipitia wakati mgumu hukumsaidia. Kwa hiyo ana kisasi ndani ya moyo wake. Sijui kama umenielewa.